السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثر إلى يوم الدين. أما بعد, kabla hatujaanza maudhui ambayo tulikuwa tuendelee nayo ni tadabbur al-Qur'an, kuzingatia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nina mambo mawili kwanza nilikuwa nataka niyazungumzie. Jambo la kwanza ni kuwapa pole wale ndugu zetu ambao wamefiliwa, hasa yule aliyekuwa ni mwadhini hapa aliyefariki masiku yaliyopita. Tunawaambia wote wale waliohusika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaweke ahli zao pahali pema, na wao Mungu awape subra. Jambo la pili ni kuwa maut ndio wadhi mkubwa sana kwa mwanadamu. Ilikuwa kile kifo kitoshe kwetu sisi leo, kiwe ni darsa, hakutahi kungehitajika kuwa na darsa tena lingine. Lakini mara nyingi tunaposikia kwamba kumetokea kifo, watu wengi utasikia kuna msururu wa maswali. Akiambiwa fulani amekwenda mbele ya haki, masuala mengi watu huuliza. Alikuwa ni mzee? Kwa sababu gani auliza alikuwa ni mzee? Sababu yeye akiwa ni kijana basi atakuwa sio hayuko katika fungu la wenye kufa. Yule alikuwa ni mzee ndio sababu amekufa. Alikuwa ana ugonjwa wa moyo? Yeye huyu hana ugonjwa wa moyo, kwa hivyo amejitoa katika wale kundi la wenye kufa. Alikuwa ana pressure? Yeye hana pressure, kwa hivyo yeye amejitoa katika kundi la wenye kufa. Alikuwa na sukari? Yeye hana sukari, kwa hivyo yeye hayumo katika kundi ile. Kwa sasa hivi alishikwa na corona, wewe hukushikwa na corona, kwa hivyo haya masuala yote Muislamu alikuwa hafai kuuliza, kwa sababu kifo ni ajali ya mwanadamu ikifika. Idha jaa ajaluhum, ile ajali yake ikifika, la yastakhiruna saa, hawezi kuchelewesha saa moja, wala yastakdimun, wala hawezi wakaongeza saa moja. Ajali ikifika, na vile alivyoandika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndivyo itakavyokufikia. Hakuna cha vijisababu tunavyovitafuta sisi, kwa sababu twapenda. Mwanadamu ana tabia ya kuzoea. Kutoka huku akizaliwa, kutoka mdogo huku alizoea kuishi katika tumbo la mamake. Siku ile akitoka apiga kelele. Kwa nini? Alikuwa yuko pahali kila kitu kikimfikia, ye hana haja ya kukitafuta. Chakula chamfikia, oksijeni yamfikia. Sasa akitoka huku anza kupiga kelele. Alomfundisha kupiga kelele nani? Amekosa mazoea haya. Aingie kunyonya kwa mama, ikimalizika miaka miwili, vita vingine sasa hivyo vya kunyonya, kuatishwa kunyonya. Aendelee aishi, akiondoka duniani akaingia kwenye kabri, siku atakaofufuliwa pia atauliza, man bahathana min marqadina hadha, nani ametuamsha katika sehemu zetu hizi ambao sisi tulikuwa tumelala? Hadha ma wa'ada arrahman, haya ni maagizo ya Mwenyezi Mungu. Wa sadaqa almursalun, na mitume wa Mwenyezi Mungu wakasema ukweli kwamba mtakuja kufufuliwa na mufanyiwe hisabu. Sasa binadamu ni maumbile yake yeye kuzoea mambo. Akisha kuzoea huwa hataki kuondoka katika lile alilolizoea. Kwa hivyo tujue kwamba kufa ni faradhi
na ni faradhi iliyowekewa wakati maalum na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunalotakikana sisi tulifanye ni kwamba kila mmoja wetu ajiandae na kufa. Sasa twende kwenye mada yetu, na kabla hatujaingia kwenye hii mada moja kwa moja, ningependa tujiulize masuala. Leo ni ngapi kutoka kufunga? Ngapi? 14. Tumefika 14 kweli? Jamaa mashika hesabu vizuri, mataka imalizike. Mimi niliona mngeniambia leo ni pili, ni tatu. Lakini nani aona hasa amefunga 14? Nani anahisi ule mwili wake kwamba umepata uchofu, ashafunga siku 14, yeye sasa amechoka? Nani anaohisi hivyo? Kuna mtu anahisi hivyo? Hamna. Tayeb, ni wangapi wamekurubia, wamekwenda karibu na Mwenyezi Mungu katika hizi siku 14? Haya maswali sitaki majawabu, jibu ndani ya moyo wako. Yani ni wangapi kati yetu sisi siku 14 zimepita wamekuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kufanya taa kwa uzuri, katika kusoma Qur'ani kwa wingi, kuwafanyia ihsani watu, kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumpenda mtume wake na kupenda kufanya taa. Haya ni masuala sote tujiulize, majawabu tutakaopaja in percentage, yani ngapi katika 100 ya masuala haya, vile utakavyoyajibu ndio zile 16 zilizobaki au 15 zilizobaki ufanye bidii. Ikiwa masuala haya yatakuwa ni majawabu yake ni mazuri, then tutamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuseme alhamdulillah. Na ikiwa majawabu yake si mazuri, basi lazima tuangalie kasoro zetu ziko wapi ili tuweze kujirakibisha. Taban siku ile tulizungumzia utangulizi wa kuzingatia Qur'ani. Nataka watu wawili au watatu wanitajie katika yale malengo ya kuisoma Qur'ani tuliyotaja. Nani anakumbuka kitu chochote katika yale tuliyozungumza? Kuzingatia ni moja, kusoma kwa kuzingatia. Tayib, yale makasidi mengine? Kusoma kwa ajili ya kupata ilmu na hidayah. Nyingine? Kutabikisha, kusoma kwa lengo la kwa kufanyia amali. Huu ndio ulikuwa utangulizi, na sisi tulisema tutaizingatia sura moja tu, na sidhani kama tutaimaliza hiyo sura moja. Surat al-Fatiha, sura ambayo ilipoteremshwa Mtume salawatullahi wasalamu alayhi alisema, mumeteremshiwa sura ambayo ni kama khulasa mtu akizingatia ya Qur'ani yote. Surat al-Fatiha ukisoma kwa kuizingatia sana Surat al-Fatiha, ni kama umefahamu Qur'ani yote malengo yake ni nini. Inakaririwa katika swala, aya zake ni 7, na basmala ni katika aya ya katika Surat al-Fatiha kwa kauli ya jamhuri ulama. Na yule atakayesema basi mbona maisoma kwa siri, ndivyo alivyofundisha Mtume. Dini yetu sio dini ya mtu kufanya anavyotaka yeye. Wakati tunaswali hapa, kulikuwa kuna mtoto amekuja akaswali sunna karibu na mimi, si mtoto, yani mtu makamu. Kisha wakati wa salamu kamwona ameinua mikono yake hivi, ameinua mikono akasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kisha kainua mikono. Kisha nikamkurubia nikamwambia, hebu rudi tena upishe salamu tena mara nyingine. Nikaona pengine isije kama mimi nimeona kitu sivyo.
akafanya vile vile. Nikamuuliza swali, mimi sina dalili ya wewe kuinua mikono hivyo katika salamu. Je, wewe ndugu yangu unayo dalili? Unaweza kunipa dalili kwamba Mtume salawatullahi wasalamu alayhi akitoa salamu katika swala alikuwa akiinua mikono yake? Akanambia, nina mtu aliyenifundisha hivi. Kamwambia, mimi mmekuuliza dalili ya kisharia. Huyo aliyokufundisha mwachie mwenyewe yake. Kama hakukwambia Mtume alifanya hivi, basi mwachie mwenyewe mpaka tupate dalili kutoka kwa Mtume, kwa sababu ibada ni tauqifia, ni mambo ya kufuata. Ibada si mambo ya mtu kujifanyia kivoloa voloa. Kwa hivyo yasoma kwa siri basmala, kwa sababu hivyo ndivyo alivyosoma Mtume salawatullahi wasalamu alayhi. Na si vibaya pia mara nyingine imamu akanyanyua sauti katika basmala, ili wale maamuma wanaokuwa na shaka kwamba huyu imamu pengine hapigi bismillahi, huyu akasoma tu kwa sauti wao, hasa kwamba mashini hizi za kileo ni very sensitive. Ukisema tu bismillahirrahmanirrahim, watu wameshajua kwamba wewe umepiga bismillah. Ni vizuri kufanya hivyo ili kuondosha shaka katika nyoyo za wale wenye kuwafuata katika zile swala. Sasa basmala imekuja baada yake sifa mbili, bismillahi arrahmani rahim. Asema Mtume salawatullahi wasalamu alayhi kwamba hii sifa ya Rahman, Mwenyezi Mungu kusifika kwamba yeye ni rahmani dunia, katika hii dunia, kwamba Mtume ametufundisha kwamba Mwenyezi Mungu rahma yake duniani hapa ni ya watu wote, kafiri, Muislamu, mwenye kufanya maasiya, mwenye kumtii Mwenyezi Mungu, rahmanu dunia. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni rahim akhira. Huku hapati yule ambaye hakusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah. Hapati rahma za Mwenyezi Mungu akhira. Ule ambaye hakushuhudia kwamba Mungu ni mmoja na Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, akhira hatopata rehema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hizi sifa mbili yataka mtu pale anapozitaja katika swala awe anafanya istihdar kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni Rahman katika dunia, kwa maana sote tutapata rehema ya Mwenyezi Mungu, bora ufanye bidii, ufanye zile sababu. Kullu numiddu haulai wa haulai min atai rabbik wama kana atau rabbika mahdhura. Ataa za Mwenyezi Mungu katika dunia ni mtu atakayefanya sababu. Usende ukalala, mbingu haziteremshi mvua ya dhahabu, lakini ukifanya sababu duniani utapata. Lakini akhira, pasina kwamba umekuwa Muislamu, maana kuna Waislamu wengi wengine maskini, kwa kile hatutaki kujifundisha dini yetu, anapokufa mtu ambaye alikuwa pengine ana yadu baidha katika dunia, yani alikuwa ni mtu mkarimu, husaidia watu, lakini kafiri yeye. Sasa jamaa huwa wataka kumtia peponi. Kwa nini? Kwa sababu akifanya wema katika dunia amelipwa ile dunia yake. Wewe mwangalie, hatutaki kutaja majina ya watu. Kuna mtu hapa si Muislamu, lakini kwa siku alisha karibu watu 2000 3000. Si Muislamu yeye, lakini Mwenyezi Mungu anambariki kumlipa yale malipo yake hapa hapa duniani. Kila akilisha watu, Mwenyezi Mungu anamuongezea baraka katika mali yake, sababu ndio malipo yake hapa hapa duniani, lakini akhira hana kitu. Kwa hivyo wale ambao huwa wataka sema, kuna mmoja sema
mimi nimemwendea yule mtu kumsikitikia, manake kumwona ile afanya kheri zote hizi na ataingia motoni. Akamwendea akamwambia, bwana silimu. Akamwambia, wewe baki na Uislamu wako na mimi niachana miungu yangu, masanamu yangu. Yule akawa ataka kwenda Maka, yule Muislamu ataka kwenda Maka. Kisha baada siku 2-3 yule akamwona yuko hapa hapa, hakuondoka. Akamwambia, wewe uliniaga waenda Maka? Akamwambia, nilipungukiwa na pesa za kwenda Maka. Akamwambia, mpungukiwa na ngapi? Akamwambia, kama $3,000 hizi. Siku ya pili yule akamjia na bahasha ya $3,000. Akamwambia, hizi $3,000 nenda za kwa Maka, lakini ukaenda kwa Mungu wako huko usiniombee mimi ningie katika Uislamu. Akamwambia, mimi nakupa pesa uende Maka, lakini ukienda Maka usije ukaenda ukamwomba Mungu wako anifanye niwe Muislamu. Hilo usifanye. Wewe nenda kajihijie, ujifanyie ibada zako huko, lakini mimi usinitaje mbele ya Mungu wako kwamba anibadilishe niwe Muislamu. Angalia inad, amesimama msimamo wa masanamu yake. Kwa hivyo mbele ya Mwenyezi Mungu hatopata, lakini hapa duniani atapata. Ndio malipo yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamuongeza mali yake, atakuwa mengi. Kila akitoa yaona yaongezeka, na yeye aendelee kutoa kila siku, aongeza senta nyingine ya kulisha watu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kazi ya riziki ni kazi yake yeye. Mwenyezi Mungu kwa dhamana, kazi ya riziki ni yake. Inna Allaha huwa Razzaq. Sasa mtu akifanya kazi ile, Mwenyezi Mungu anamlipa hapa duniani sana, na ukiwa Muislamu utapata na akhera. Kisha tunakwenda kusema alhamdulillah. Baada basmala tunasema alhamdulillah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema gani? Neema gani tunamshukuru nazo Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zote, lakini kuna a'dhamu neema. Katika zile neema kuna darajat. A'dhamu neema ni neematul Islam. A'dhamu neema, katika neema bora kabisa mwanadamu ambaye atakamshukuru nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni neematul Islam. Kisha neema nyingine ni ipi? Neema ya kufuata manhaji ya kisawa. Kwa sababu kuna wengi wanaosema ni Waislamu, lakini lau tutasema watu hapa wanyanyue fulana zao, kutaonekana maajabu. Sasa hivi wakaambia watu hapa kila mmoja ainue hii fulana yake juu, takuta kuna hisabu tena kwenye mahirizi. Kuna maajabu. Siku moja kuna bwana mmoja alikuwa amefunga hiji hirizi kubwa tu hapa. Sasa mmoja akamwambia, kwa nini hatulifungui tukaangalia kuna ndani yake kuna nini? Kule kufunguliwa mpaka kufika zile karatasi za ndani, kila ikifunguliwa kuna karatasi nyingine, kila ikifunguliwa kuna karatasi nyingine, mpaka tukaipata ile karatasi nyeupe kule ndani. Karatasi nyeupe ndani ina nini? Ina hisabu ya ule mganga anazodaiwa kwenye duka. Hakuna chochote cha maana. Hisabu ile, alichukua mchele, alichukua sukari kilo ngapi, sijui alichukua mafuta kilo ngapi, sijui alichukua unga kilo ngapi, ndio iliyoko ndani. Na mtu amejifunga ati ajihami nalo. Subhanallah. Wewe kama Mwenyezi Mungu amekupa neema ya tauhid, yataka ufanye sijda ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu baada ya neema ya Uislamu ni neema ya wewe kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kumjua Mwenyezi Mungu yahitaji mwanadamu afanye bidii kusoma dini.
La kusikitisha sana, alilmu shar'i, sisi wengi wetu twapenda kusikiliza tu. Sijui hii coastal area ina tabu gani? Hii coastal area kutoka hapa mpaka Kilwa, mpaka ufike Maq'adi Shah, watu wa hii coastal mara nyingi dini yao hupenda kusikiliza tu. Lakini huwezi kumwona mtu ameenda kwenye darasa ana kalamu na karatasi andika ile faida anayoipata katika ile darasa. Sijui kama vitu vyetu ni makompyuta twashika sana au ni vipi, sijui mimi. Ni suala ambalo nalieka. Kwa hivyo alilmu shar'i ni lazima sisi tufanye bidii kuisoma, tena kwa himma ya hali ya juu kabisa. Ili tuweze kuizingatia Qur'ani, lazima tufanye bidii kuisoma ile lugha ya Qur'ani. Na hana udhuru mtu leo kusema mimi siwezi kujifundisha. Alhamdulillah, yani teknolojia imeondosha visababu vingi ambao sisi tulikuwa tunavitoa, kwamba mimi siwezi kujifundisha, sina mwalimu, sina wakati. Yote haya yamekuwa si visababu. Kwa sababu gani? Leo ukiwa pahali popote, bora uwe na internet service mzuri, utajifundisha tu. Walimu wako ndani ya majumba yetu, walimu tumewabeba njiani, twatembea na walimu. Sijui kama watu wajua kwamba wao hutembea wamebeba walimu. Hizi smartphone ambao nyinyi kazi yenu ni kuforward tu message za upuzi, hizi ni, huyu ni mwalimu umembeba wewe, ni mwalimu. Ndani yake hapa kuna mbinu nyingi tu za mtu kuweza kusoma ukifuatilizia. Lakini mpaka uwe linakukera mimi kuwa sijui ni makosa. Wala si aibu mtu akajifundisha akiwa mkubwa, si aibu kabisa. Mimi nakumbuka wakati nilikuwa Nairobi, profesa mmoja, sasa ni profesa, wakati huo alikuwa ni Hassan tu, alikuwa ni aja kwangu kujifundisha mabadi ya lugha ya Kiarabu. Sasa jamaa zetu wa pwani, kwa sababu sisi watu wa shero zetu nyingi, yani hasalimiki mtu, sisi hatufanyi, na tukimwona mtu afanya pia tutamvunda moyo. Wakipita wakimwona yeye husoma kwangu, nikimsomesha jamii pale msikitini, wao wakimwambia ulikuwa uko wapi wewe siku zote? Umepevuka ndio sasa usoma alifu be, leo utapata nini leo? Yani wapita wamwambia maneno ya kutupatupa ya istihza. Mimi kimwambia yule bwana, angalia Sheikh Hassan, wewe fanya bidii, wachana na hawa Swahili la maneno yao, wewe fanya bidii kusoma tu. Huyu bwana amesoma, ameenda amefanya first degree, amekwenda akafanya master, akafanya PhD, sasa ni mwalimu wa sharia ya Kiislamu. Ni mwalimu wa sharia ya Kiislamu. Ameanza kusoma akiwa mkubwa tu. Kwa hivyo hakuna ukubwa. Mtume akiletewa wahi alikuwa na umri wa miaka mingapi? Nauliza swali. Mtume akiteremshwa wahi alikuwa na miaka mingapi? Wewe kijana, alikuwa mtume, wewe huyu mdogo hapa huyu, mtume alikuwa na umri wa miaka mingapi akiteremshwa wahi? Mtume akiteremshwa wahi alikuwa na miaka mingapi? Wewe dogo huko, alikuwa na miaka mingapi? Wewe ulojiweka mkono hapa, alikuwa na miaka 40. Njoo uchukue zawadi, ili wale ambao hawataki kumfundisha dini yao nawe wafanye hamasa kujifundisha dini yao. Asante. Mtume akiteremshwa wahi ana miaka 40. Wengi wenu hamujafikia miaka 40 hapa. Sasa linalokuzuia wewe kusoma nini ikiwa mtume ameteremshwa wahi akiwa na miaka 40? Masahaba wote waliosilimu, kina Umar, kina Abubakar, kina Uthman, kina Abdullah bin Mas'ud, wacha kina
Abdullah bin Umar na Ibn Abbas, hawa walikuwa ni wadogo. Kina Anas walikuwa ni wadogo, lakini hawa wote wengine walikuwa ni watu wakubwa kiumri, lakini wote walisoma. Tabu iko kwetu sisi. Je, sisi tunaamua kutaka kusoma? Make fursa za kusoma zipo, walimu tunatembea nao. Yani ukiingia ukifuata katika net utakuta kuna class online za bure. Kuna klasi mtu kusoma online za bure, hulipi chochote, na si klasi ambazo zafundishwa na hahehohe, la, authentic institution. Kuna Islamic Online University ya Profesa Abu Amina Bilal Philip. Ni bure kufanya diploma katika Islamic Studies, ni bure kufanya diploma. Kwa nini vijana hamuingii mukasoma? Sababu kusoma hii ni bure, bure, hulipi chochote. Wewe ni kuwa na neti tu, na ukimaliza ile diploma ukafanya vizuri, ukiwaomba wakutafutia sponsor ya kufanya degree, watakutafutia. Na ukifanya ile degree, ukiipata ile degree yao, ni recognize katika nchi takriban zote za ulimwengu. Yani wewe waweza kuwa na degree ya Islamic Studies, ukaenda kwa college za serikali ukawa mwalimu. Wacha kuwa mwalimu katika college za serikali, kuwa mwalimu nyumbani kwako tu itosha. Kuwa mwalimu nyumbani kwako tu, soma mpaka upate degree, kisha uwe mwalimu nyumbani kwako. Yale mateso yanaotupata kulingamana na kwamba wote wawili walokutana ni mbumbu yaondoke. Maanake mke mjinga, mume mjinga, lakini fatwa zote watoa wao. Halali haramu, hii ni halali, hii ni haramu. Ukimwambia tupe dalili, hana. Alohalalisha nani? Hajui. Aloharamisha nani? Hajui. Kwa sababu Uislamu sio dini ya kila mmoja kujifokea tu hivi. Ni dini yenye mabadi. Mtu lazima usome, uwe na misingi ya kisawasawa ya kujua Uislamu wako. Kwa hivyo sisi kufaulu kwetu ni lazima tufanye bidii, tuusome Uislamu wetu. Hamna shortcut, hakuna shortcut. Na katika kuusoma Uislamu, kitu kimoja lazima sasa kitiliwe mkazo zaidi: adabu ya kusoma ilmu ya kisharia. Sababu kumejitokeza vijana ambao wanakwenda wakasoma risala 2-3, akisha kusoma zile risala 2-3 na akawa ana kamera ya kumchukua, tayari aingiza katika social media maajabu. Amesoma risala 2-3, tayari aharamisha, halalisha, adhalilisha. Watu wote hawana wanalojua, anayejua ni yeye peke yake. Na imeingizwa na sumu ya ukabila katika haya masala. Imeingizwa na sumu ya ukabila, kwamba sasa watu wananusuru wajinga kwa sababu kabila yangu. Mjinga hana analojua, lakini kwa sababu ni kabila yangu, mimi niko pamoja na yeye, na muunga, nafuata kiupofu. Yule mjinga anayefuatwa mjinga, anayefuata mjinga zaidi. Lakini kwa sababu ni kabila yangu, twende kazi. Allahul musta'an. Hii dini ni nyepesi, lakini ameifanya mzito nani? Waswahili. Mutanisamehe, na mimi pia niko kwenye chama hiko cha Waswahili, si nyinyi peke yenu. Na Waswahili si component ya watu fulani tu,
Waswahili ni kila wale wanaoishi katika huu mwambao wa pwani. Hata akajitaja ati kwamba yeye ni hivi ni vile, wote ni Waswahili, wametangamana katika hii Sahil, pwani, wanaoishi katika eneo hili. Wao wameifanya hii dini kuwa mzito. Kwa nini wameifanya dini kuwa mzito? Kwa sababu hawataki kuisoma. Mwenyezi Mungu mwenyewe tukimuuliza, ya Rab, dini yako hii ni mzito au ni nyepesi? Atuambia jawabu la Mungu nini? Shekhe, nataka unipe jawabu la Mungu. Tukimuuliza Mungu, hii dini ni mzito au ni nyepesi? Ni nyepesi. Yuridu Allah bikumul yusra, Allah anawatakieni mapesi. Wala yuridu bikumul usra, hawatakii mazito. Allah hawatakia mapesi, hawatakii mazito. Na Mtume salawatullahi wasalamu alayhi, ma khuyira, hakuteuzwa Mtume baina amraini, baina ya mambo mawili, illa ikhtara aisarahuma, ila alichagua lile ambalo ni jepesi. Mtawapeni mfano ambao tuko ndani yake huu mwezi wa Ramadhani. Mtume alisimama siku ya kwanza na masahaba wawili wakamuona, wakaenda wakaswali nyuma yake. Habari ikaenea kwamba Mtume siku hizi usiku husimama, akaswali. Siku ya pili kundi likaongezeka, habari ikazidi kufanyaje? Kuenea. Siku ya tatu kundi likawa kubwa zaidi. Siku ya nne Mtume hakutoka, msikiti umejaa. Usiku wa Ramadhani msikiti umejaa. Siku ya kwanza aliswali nao jamaa ndogo, siku ya pili jamaa kubwa kidogo, siku ya tatu jamaa kubwa, siku ya nne ilikuwa ni jamaa kubwa zaidi. Mtume hakutoka kabisa mpaka ikaadhiniwa alfajiri, akatoka kwa salatu alfajiri. Wakitoka kwa muuliza, ya Rasulullah, hukutoka leo? Akamwambia, sikutoka sababu niliogopa nisije nikatoka mukafaradhiwa kusali sala hii ya usiku, ikawa ni faradhi kwa ndani ya mwezi wa Ramadhani ya lazima, mukashindwa. Kwa hivyo Mtume aliswali jamaa siku ya kwanza, kasali jamaa siku ya pili, sali jamaa siku ya tatu. Siku ya nne Mtume hakutoka. Sababu ya kutotoka ni kuwa hakutaka iwe ni uzito kwetu sisi. Kwa hivyo Mtume akatuchagulia jepesi. Angalia nayo ni kheri, sababu utaona tarawih zetu ikianza siku ya kwanza, msikiti unashona kabisa, hautoshi. Siku ya pili hautoshi, siku ya tatu hautoshi, siku ya nne safu moja inaanza kupungua, siku ya tano safu nyingine inaondoka, siku ya sita, mpaka ikifika kesho ni mwisho wa Ramadhani huwa zimbaki safu tatu. Wale wengine wakwenda wapi? Wamekwenda makaburini? Wamo humu humu, lakini nafsi zao wamefuata nafsi zao. Kwa hivyo hii dini ni nyepesi, na sisi Waswahili mashaallah, katika ibada tulioichagua kwa khiari yetu sisi wenyewe, tumechagua ibada hii ya kufunga. Maana mimi hupata tuna katika website, katika social media tumetoa namba za kuulizwa masala ya sharia kwa lugha tofauti tofauti. Mashekhe wengi tu, zaidi ya mashekhe 10 hivi. Sasa kila shekhe tumetaja uko mji gani na anajua lugha gani. Sasa mimi nitapata simu, salamu alaikum. Alaikum salam. Shekhe, mimi niko na alsa kali sana, lazima mimi nakula dawa. Kaambia, lazima ule dawa? Kula dawa. Sasa nafanza nini? Kaambia, mlishe maskini. Ngapi nafaa? Umeeleza. Basi utapata simu kama hizo, na ushawajua watu gani hao, si chini ya 20-30. Mwingine ana ugonjwa moyo, mwingine ana pressure, mwingine sijui ana nini, mwingine ana nini.
lakini humpati Mswahili hata mmoja atakaye kupigia simu akwambie mimi ni mgonjwa, niangalilia nami kama nina kipengele cha kuweza kula ndani ya mwezi wa Ramadhani. Bal nimekwenda juzi katika kumtembelea mgonjwa taabani, na daktari amempa dawa kula mchana. Kifika anambia mimi niko na saumu yangu. Mimi nikamwambia hiyo saumu yako hiyo si saumu. Mwenyezi Mungu mwenyewe sema wa man kana maridhan, yule ambaye atakuwa mgonjwa, au ala safarin fa iddatu min ayyamil ukhra. Lakini Mswahili kwa kufunga, ukimwambia hukufunga mtagombana, lakini mwambie mbona huswali, hata hana habari. Lakini hebu jaribu utoke nje pale, msimamishe Mswahili wowote, umwambie umefunga leo, atakupiga kofi. Kaambia umfunga leo, kwani mimi kafiri bana? Atakupiga kofi kwa sababu umemuuliza swali. Kwa Mswahili haulizwi swali hilo. Watoto wadogo, mimi nakumbuka tumeafundishwa kufunga, umri wangu nafikiri ulikuwa miaka 4 hivi, 4 haijakamilika, 4.5 kitu kama hiko, au sijafika miaka 5. Nafungishwa nusu ya siku, nafunga mpaka dhuhuri, adhani ya dhuhuri, kwa sababu mimi sitafautishi, ni mdogo, sijui hii ndio adhani ya magharibi na nini. Waambia umesikia adhana hiyo? Hakula. Sasa nitapewa chakula kidogo nile, kisha niambie haya uendelee tena kufunga mpaka adhana nyingine. Yani adhana nyingine ni ya magharibi, nafungishwa mpaka nusu ya siku, wakati sharia bado haijanikalifisha. Lakini nini? Nataka nizoee kufunga, ili nikifika umri wa kufunga iwe kufunga kwangu. Mimi nakumbuka umri wa miaka 6 mimi nafunga saumu kamili. Lakini angalia shughuli ya swala kwetu sisi, ibada hii ya swala tumewatia wengine, na kuna wenzetu wengine kwa kuswali masha Allah aweza akampiga mtu risasi hapa akamuua, kisha akatoa hatua 2 akatawadha akaswali. Na yeye huyu ukimuuliza ndani ya Ramadhani, yeye ni msafiri uko Mombasa bondeni, hula mtana. Mbona shekhe wala mtana? Ana msafir. Wengine wana magonjwa ya nyoyo, hujipasa, wengine hata hawana magonjwa, wengine ni wasafiri. Sisi lakini Waswahili, ibada ya saumu hatukumwatia mtu. Sijui kwa nini tulikwenda kuchagua hii ibada ya kukaa na njaa, tukaona ndio sahali kwetu sisi, au sijui. Make kila mmoja, wengine wamechukua kutoa sadaka, wazuri kutoa sadaka, kufunga wao ni wagonjwa. Wengine wazuri kuswali, lakini kufunga wao wasafiri. Na sisi wazuri kufunga, lakini sisi na swala Sasa lazima tujirakibishe. Tunaposema alhamdulillah, kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, a'dhamu neema ni neematul Islam, kisha neematut tauhid, kisha ni neema ya kufuata manhaji ya kisawasawa, kisha ni neema ya tawfik ya Mwenyezi Mungu kukupa taufiki wewe kufanya taa. Pale unapoingia kufanya taa, unaposema alhamdulillah, unasema alhamdulillah ala ni'matil Islam, unasema alhamdulillah ala ni'matit tauhid, unasema alhamdulillah ala manhajil haq. Alhamdulillah taufiki ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe ulipoingia ukasimama kuswali, kuna wengi waliusikia ule muadhini, lakini mbona hawakuja kuswali? Kwa sababu wao hawakupata taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe Mwenyezi Mungu amekupa taufiki. Kwa hivyo pale unaposema alhamdulillahi rabbil alamin, ustahdhir katika nafsi yako zile neema unazomshukuru nao Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu kila ukihudhurisha zile neema, unapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa zile neema alizokupa, Mwenyezi Mungu anakuzidishia. Kila unapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa zile neema alizokupa, Mwenyezi Mungu anakuzidishia zile neema. La in shakartum la azidannakum. Kwa hivyo wewe unaposema alhamdulillah,
unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hizo. Na taabudi, kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazima tumwabudu Mwenyezi Mungu kwa ilmu. Tumwabudu Mwenyezi Mungu kwa ilmu, si kwa jahal. Kwa hivyo ibada zetu zote, mtu ataka akali ya jambo ajifundishe ya zile ibadat anazozifanya, ajifundishe namna zinavyofaa kufanywa. Nitawapeni mfano wa hii ibada ambayo sisi tuko ndani yake. Kuna khairi nyingi sana na mwezi una baraka nyingi sana, lakini ni wangapi wanaokuwa na hamu ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika zile nyakati bora? Wajua kuna wakati kabla ghurubi shams, yatakikana as-saim awe anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati ule. Lakini sisi kabla ghurubi shamsi huwa tumekuwa tumeshughuli na nini? Na tende, na viazi, na bajia, na kaimati. Ule sio wakati wa mtu kujishughulisha na vitu hivyo. Ule ni wakati tadharru ila Allah, unanyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, kumuomba Mwenyezi Mungu. Baina al-adhani wal-iqama, baina adhani na iqama, uwe unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Awqatu sahar, wakati wadaa kule kinuka, umuombe Mwenyezi Mungu. Hizi ni awqati al-fadhila, ni wakati bora zaidi. Ramadhani yote ni bora, lakini hizi ni nyakati bora zaidi. Unapohitimisha Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani, uwe unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa sababu sisi hii dini yetu hatutaki kuisoma, hujifanyia kivoloa tu. Ndio utaona wakati mwingi watu waupoteza. Kwani utakosa tende wewe? Kuna mtu amekosa tende jamaa, msikiti wa Mombasa hii namna tende ilivyojaa. Sisi kule kwetu wamejua ile sunna ya kumfungulisha mtu mwadhini, kwamba ukimpa mtu tende akafungua mwadhini unapata thawabu ya saumu yake pasina yule kupungukiwa. Sasa sunna hii watu wameifahamu vizuri pale msikitini. Kumekuwa mashindano sasa. Huyu anakuletea ajwa, mwingine anakuletea ambari, mwingine anakuletea sukari, mwingine yani wewe umekaa utaletewa tende kila aina, na kila mmoja kusifia yangu ni bora zaidi tu kwa yangu. Yaani ataka ufugwe kwa yake ili yeye apate thawabu. Kumekuwa na tanafus. Sasa hakuna shida, mimi ukete kujiombea dua, tukimaliza wote zimejaa tende hapa. Sio mimi tu, na watu wote wale ambao wako kwenye safu ya kwanza wanaomba dua huwa wamewekewa. Tutakuletea tende, akakuletea na maji, akakuletea na tishu. Yani wewe usikereke kutafuta, wewe omba Mwenyezi Mungu tu. Yani hizi nyakati ataka tusizichezee kabisa, tuzitumie inavyofaa kutumiwa. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hizi neema zake, lakini neema kubwa ni neema ya wewe kupata ilhamu ya kusoma ilmu. Sababu hizi neema zote utazifahamu vizuri zaidi ukisoma ilmu ya dini. Ndio utaposema alhamdulillah, utakuwa wewe alhamdulillah ala ni'mati al-islam, alhamdulillah ala ni'mati at-tauhid, alhamdulillah ala manhaji al-haq, alhamdulillah ala tawfiqihi wa ihsanihi, alhamdulillah alladhi a'anani ala dhikrihi wa shukrihi. Mwenyezi Mungu ambaye ameniwezesha mimi kuwa ni mtu mwenye kumshukuru yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtaja. Sababu wapo wengine hawana shughuli, lakini ilmu ya kisharia sisi tumekuwa na ihmali sana. Kwa nini? Sisi bidii yetu yote mtu atakasome awe daktari. Kwa nini? Akusanye senti. Asome awe engineer. Kwa nini? Apate kusanya senti. Asome awe nini? Apate au zote Sasa
atizama na nikisoma dini nitapata nini. Amesahau kwamba ukisoma dini utapata janna. Hizo zote zingine utazozikusanya utaziacha hapa hapa, na ajabu yake wewe hukuzitumia, na hisabu utaulizwa wewe. Wewe si umezikusanya kisha ukazifanyaje? Ukaziacha huku, sio? Na hisabu bado utaulizwa wewe, ulizipata kivipi? Ya kungojea masuala hayo. Mmoja akamwambia babake, baba, hukuona wewe hukusanya neno hizi senti, mimi nataka kukupa mashauri. Mashauri gani mwanangu? Akamwambia fanya yenye kukufaa wewe akhera. Akamwambia si mimi, si nyinyi watoto wangu muko? Akampa vijiwe viwili, akamwambia kitupe kimoja mbele kule. Akakitupa yule mzee. Akamwambia na kimoja kitupe nyuma. Akakitupa nyuma. Akamwambia kipi ulichokiona? Akamwambia kile lile kitupa mbele. Akamwambia basi fanya. Sisi huku mimi nasikia njama za jamaa wanavyosema, asema kama mwenyewe hakufanya hatumfanyii. Kwa hivyo mimi ninakuja kukupa siri, jamaa washakula njama, hawatokufanyia chochote. Kwa hivyo wewe fanya wewe mwenyewe, amali zako zitakokufaa akhera. Haya mali yako yafanye, kama ni msikiti jenga mwenyewe, kama nyumba ya mayatima jenga mwenyewe, kama ni wakfu ya khairi jenga mwenyewe, kama ni kisima fukua mwenyewe. Jamaa wamesema hawakufanyii kitu. Wasema hata hiyo thuluth utakayohusia, wasema wathuluthu athuluthu wathuluthu kathiri. Wasema hata hiyo thuluthi ni nyingi, wataipunguza. Ukaandika na wasia wa thuluth. Asema Mtume alisema, wamehifadhi na dalili jamaa, kwamba athuluthu wa thuluthu kathiri. Mtume alisema hiyo thuluthi na thuluthi ni nyingi. Amba jamaa asema hata hiyo thuluthi utakaoandika wasia nayo hawatokufanyia. Kwa hivyo jifanyie mwenyewe. Jemeni, sisi tuukusanya ulimwengu kweli, lakini hatupati mazingatio. Mazingatio gani? Kwani hakuna shekhe watu uliowaona waliokusanya kabla yako wewe? Nakuuliza swali. Kisha wamekwenda wameondoka katika dunia, wameziacha zile au hakuziacha? Walipoziata nyuma huku jamaa wamezifanyaje? Wameuana, wamegombana, kufa kutozikana. Na wala si mali kwamba ni machache, wangegawanyana, kila mtu angepata na yangelibakia, lakini kufa kutozikana. Kufa kutozikana kwa mali ambao hawakuyatuma shekh, wameakuta ready made, ziko tayari tu kutumia, pia wanashindwa. Wameuza nyumba kwa 2,000,000. Leo nyumba ile ile waliuza kwa 2,000,000 yauzwa kwa 35,000,000. Wajuta sasa, kama tuliacha tungepata 35,000,000. Yako wapi? Ishaiuza kwa 1,000,000 mkalamira yankwisha. Nyumba ikwenda, wao kwa maskota sasa, hawana walipo. Wangekaa wakasitirika pale pahali, ingekuwa ni stara kwa wao, stara kwa ndugu zao, stara kwa watoto wao. Leo wamekuwa marifuji, hawajijui ndani ya nchi yao ni marifuji. Kwa sababu gani? Sababu ya kutotumia busara. Ilmu ya dini inampa mtu mwelekeo wa kisawasawa, lakini nasema ilmu ya dini tukisoma, tusome na adabu yake. Yani tukisoma ilmu ya dini tusome na adabu yake, ndipo tutapofaulu. Maana utamkadiri kila mtu. Ukimwona ni mkubwa kiumri, utasema huyu amefanya ibada nyingi kunishinda. Kwa hivyo utamheshimu kwa ule umri wake mkubwa. Na ukimwona mdogo kama huyu bwana mdogo aliyeko hapa, utasema huyu hajafanya dhambi, kwa hivyo yeye ni mbora kuliko. Mkubwa utasema amefanya khairi sana, na mdogo hajafanya dhambi. Kwa hivyo wewe utaheshimu watu wote,
Lakini jambo gani litakupa wewe busara la kuheshimu watu wote? Jambo gani? Al-ilm ash-shar'i, iliyofungamanishwa na nini? Na adabu ya kisawasawa. Kwa sababu ya hizi madiyati ndio watu wamedharau ilmu shar'i, na hatuna budi sisi, ikiwa tunataka kufaulu, tusome tu, hakuna shortcut. Tusome kisawasawa, tusome zisomeke. Makitabu ni kusoma ukawa hukufikia kiwango cha kisawasawa, maafa yako yanakuwa ni mengi kweli kwa faida yako. Mara nyingi mimi nikiwaona hawa new graduates, huwa nikiwaambia matatizo tulionayo shekhe yatutosha. Kama umekuja na suluhisho marhaban, lakini kama umekuja kuongeza matatizo, usituongeze matatizo. Tulionayo yatutosha kabisa. Wengi nawapa wasia huo, sababu matatizo tulionayo kama umma, ndani ya majumba matatizo, ndani ya misikiti matatizo, ndani ya taasisi zetu matatizo, ndani ya sehemu zetu za kazi matatizo, ndani ya mitaa yetu matatizo. Haya matatizo yote yahitaji watu wenye kukaa kufikiria tutasuluhisha vipi matatizo haya, si kuongeza juu ya matatizo tukaongeza matatizo mengine. Sasa mimi huambia hawa newcomers hawa, jamaa, yalioko yatutosha, msiongeze matatizo. Leteni suluhisho, tufanye vipi tutoke katika matatizo haya ambayo sisi tuko ndani yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki, ili hizi siku nyingine zilizobaki, yani twaingia 15 la pili, tuko nusu. Usiku huu leo tutakuwa tuko nusu. Tuangalie vipi zile siku zilizobaki tutaongeza juhudi katika khairi, kwa sababu ni hasara mtu kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani ukamalizika akawa yeye hakupata chochote ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ni hasara kubwa sana. Hakuna hasara kuliko mtu afikiwe ndani ya mwezi wa Ramadhani atoke hana zawadi yoyote yenye kumfanya yeye kuweza kusurvive ile miezi 11. Ramadhani ni wakati wa mtu kutukua zawadi ile miezi 11 uweze kupambana. Manake sasa shetani hayupo, umeatiwa tu nafsi yako hali hii. Haya akifunguliwa mwenyewe chumba cha kazi, ndio utaona siku ya Idi, Allahul Musta'an, huwa ufisadi siku ile unakithirika. Kwa nini? Ashatwa kamba horu, ni nafsi na yeye amekuja. Kwa hivyo tupatilizeni haya masiku yalobaki, tukithirisheni kufanya mambo yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukithirisheni kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki. Nitatoa fursa ya suala kama kuna suala, kama hamna nataka nikimbie hizi jamu za kwenu huko nifike kwetu salama. Natoa fursa swali upande huu, moja hapa na moja huku, maswali matatu. Kama hamna, tuombe Mungu tukutane Jumatatu itakaokuja, hiyo nyingine ambayo tutakuwa tuko ndani ya 10 la ngapi? 13. Tutakuwa tuko ndani ya 13. Yani tutakuwa sena tuagana twafanya nini baada ya Ramadhani. Naam, hakuna swali? Naam. Naam. Ni Islamic University Online. Ukiingia katika website yao utaona kuna degree, kuna na diploma. Diploma ni free. Una click ile diploma, unafanya registration kawaida tu, jina lako, nini, address yako, kisha wanakupa zile program ni wakati gani wewe za kuingia online. Ziko recorded program, class ni recorded. Waingia, wasikiliza, wamuona mwalimu. Kuna time mwalimu anakuja live, unamuuliza maswala jambo ambalo hukufahamu,
anakujibu ni Islamic University. Au ukiandika tu Abu Amina Bilal Philip katika searching, ukiandika Abu Amina Bilal Philip itakuja ile university yenyewe pia. Na ikiwa umeshindikana, nenda pale karibu na kuna MLC Mombasa Learning Center, watakusaidia namna ya kujirejista. Kama mfano umeshindwa, si jambo gumu, lakini in case umeshindwa, nenda MLC kukuelekeza siku wapi, kuna vipi katika ile barabara ya Blue Room, ukirudi nyuma hivi kama waendekea stesheni, utaona kibao imeandikwa Mombasa Learning Center. Ni ghorofa ya kwanza tu, kwa mkono wako ukiwaenda hivi itakuwa mkono wako wa kushoto, ikiwa waelekea Blue Room itakuja kwa mkono wako wa kulia, utaona imeandikwa MLC. Pale wanatoa service bure ya registration. Pia ikiwa huna service ya internet, ukienda kwenye MLC watakueleza wakati gani unaweza kupewa kompyuta pale pale, ukaingia ukasoma, ukasikiliza, ukafanya mtihani wako mpaka ukamaliza. Ni free, they don't charge you nothing, unless wewe mwenyewe pengine kwa ukarimu wako uone umepewa services zile za bure, internet bure, kompyuta bure, useme basi na mimi hii ni hadia na wapa. Hawakatai, lakini they just give a service free kulingana na maarifa ninayoyajua mimi. Mombasa Learning Center wao ni representative wa hii Islamic Online University, na nitafurahi sana nikiona vijana kati yenu hapa nyinyi mmejirejista. Tutafurahi sana, kwa sababu kusoma ni kusoma. Unaona, kusoma ni kusoma. Ikiwa wewe utasoma upate diploma, si sawa na yule ambaye hana. La yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tumekaa hapa tukaiangalia surat al-kilma cha alhamdulillah. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema kubwa ya Uislamu, neema ya tauhidi, neema ya manhaji ya sawa, neema ya taufiki, neema ya kupata ilmu shar'i. Yule ambaye atasema alhamdulillah kwa mizani hii na yule ambaye atasema alhamdulillah pasina kuwa na hizi, mmekuwa sawa? Hamkuwa sawa. Kwa hivyo ilmu ni ilmu. Kwa hivyo mimi nawasia wa vijana kwamba mtu kuingia kusoma, na nafasi ziko nyingi, sio hiyo peke yake, hiyo ni moja, lakini kuna nafasi nyingi. Kama leo walikuwa wametangaza asubuhi ya leo, kuna center nyingine ilikuwa ina register kufundisha maimamu na makhatibu crash program online ambayo itatukua kama miezi 10. Lakini taban wataka mtu ambaye at least amesoma thanawia ya Kiarabu, ajua Kiarabu na aweza kufuatilizia zile durusi kwa lugha ya Kiarabu. Lakini hii Abu Amina Bilal Philip ni kwa Kiingereza, unasoma kwa Kiingereza. Pia wewe ukisoma ile diploma ukamaliza, ukafanya fikra kufanya diploma kama ile kwa lugha ya Kiswahili ukaiweka online, pia utakuwa nayo umechangia katika kueneza ilmu pia. Si lazima ibaki kwa Kiingereza peke yake. Wajitolee vijana kadhaa waregister, manake wao ni kurekodi tu, na rekodi kisha kwenye ile room ya website inakuwepo, wanakuambia wakati gani mwalimu atakuwa online, ili ukiwa na live questions unaweza kumuuliza. Ilmu shekhe tunayo ndani ya majumba, uvivu tu. Waswahili tuwapenda kusikiliza tu, hatutaki kusoma. Yani sisi kwa kusikiliza alhamdulillah. Hasa kama leo hii darasa ingeibadilisha nikaifanya ya mizozo, msikiti hautoshi. Natangaza Jumatatu itakaokuja itakuwa darasa ya mizozo. Uangalie msikiti kama utatosha. Sisi tunapenda kusikiliza, na tunapenda kusikiliza mizozo. Tunapenda kusikiliza, lakini ikiwa ni mizozo tunapenda kusikiliza zaidi. Mwakumbuka hapa wakati kulikuwa kuna madarasa watu wakiurushiana maboya katika early 90s, kulikuwa kuna darasa zimeshika moto Mombasa, wasomi wawili wakilumbana wa Kiswahili. Hizo darasa ulikuwa ukiingia kama huendi kwenye msikiti, ikiwa kabla itakuwa ni baada al-maghrib, kama baada al-asr hutoki msikitini upate nafasi. Msikiti namna iliyo ikijaa,
Kwa nini? Malumbano. Ule ameonesha uhodari wake na ule ameonesha uhodari wake, kisha mwisho wake kumepatikana natija gani? Hakuna natija. Habaa manthura. Ilmu yataka watu wafundishwe ilmu yenye kuwakurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili mtu akitoka kwenye ile darsa akiulizwa umepata faida gani leo? Nimepata faida 1, 2, 3, 4, 5. Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Kuna mtu mwingine huyu alikuwa anauliza tu by the way. Naam. Naam. Riwaya katika kutikisa, kunyosha, ziko riwaya nyingi. Yatakana mtu aende akaziangalie zile hadithi katika sifatu salah ya Sheikh Nasiruddin Albani, au sifatu salah ya Sheikh Ibn Uthaymeen, au sifatu salah ya Sheikh Abdul Aziz bin Baz. Uziangalie zile hadithi zote, uzisome, uangalie pale moyo wako utapotulia katika kuzisoma zile hadithi. Waweza ukaitumia yote, waweza ukaitumia hii, waweza ukaitumia hii, waweza ukaitumia hii, kwa sababu ni hadithi zimethubutu. Nafikiri kati ya wenye kusoma, kwenye wenye darasa, yatakana aweko kuna mtu awe ana darsa ya swala. Sijui kama wapo katika wenye ikiwa yupo, basi hili swala atakaliangalie vizuri. Anaendesha, anazungumzia masala ya swala, aje aeleze masala haya kwa urefu, aende kaangalie zile riwaya zote. Kuna riwaya nyingi, na nafikiri inahitaji kufanya research ili uweze kupata mwelekeo wa kisawa sawa. Naam. Naam. Lakini bora ni nani? Sasa kwa nini wewe ukutaka kuadhufu? Ameambiwa kuna aliman au mutaalliman au mustami'an au muhibban wala takunu al-khamisa fatahlik. Huyo alim na mutaallim na mustami' na muhib, hawa wote wako kwenye daraja za kuwa ni watu. Yule anayependa wenye kusoma, yule mwenye kupenda wenye kusoma, siku ya Kiyama wale walosoma wakiwa wamesoma kisawasawa, wakiingia kwenye janna, hawatomsahau yule. Wajua kuna shortcut ya kuingia peponi. Niwape shortcut ya kuingia peponi? Mataka shortcut ya kuingia peponi? Penda watu wazuri, penda watu wazuri, kuwa na marafiki yako wazuri. Unaona huyu biidhnillahi katika watu wa kuingia peponi, kuwa na kama watu 10 hivi. Hawa watu wazuri wakiingia peponi, wajua watafanyaje? Watawaambia ya Rabbi la yahlu lana aljanna, pepo si tamu kwetu sisi, haijawa tamu pepo kwetu sisi. Kwa nini? Hatumuoni rafiki yetu fulani tukiswali naye, hatumuoni rafiki yetu fulani tulikuwa naye katika majalisi ya ilmu, hatumuoni rafiki yetu fulani, hatumuoni rafiki yetu fulani. Allah subhanahu wa ta'ala atawaamrisha malaika wawatoe wale waliotajwa ndani ya moto, waingizwe peponi, kwa sababu marafiki zao hawana raha peponi kwa kuwakosa. Kwa hivyo kuwa na marafiki wazuri, kule kuwa na marafiki wazuri ni sababu ya wewe kutolewa ndani ya moto wa Jahannam. Tumeelewana? Kuwa na marafiki wazuri ni sababu ya wewe kutolewa ndani ya moto wa Jahannam. Na moto wa Jahannam, jamaa, si mchezo. Hadithi ya Bwana Mtume salawatullahi wasalamu alayhi inaosema, yu'ta, ataletwa, bi an'ami ahli dunya, mtu aliyepewa neema zote katika dunia,
fayughmasu fi nari jahannama ghamsa, agusishwa ndani ya moto wa jahannam hivi pa, kisha atolewe, aambiwe hal raaita neema qat, uliwahi kuona neema? Agusishwa to moto, hajachomwa kuwatwa ndani ya moto, ameingizwa hivi na kutolewa. Asema ya rabbi ma raaitu neema qat, asema sijaona neema kabisa. Wayuta biatasi ahli dunia, aletwa ule fukara wa mwisho ule, kama jamaa anasema hugonga meno akila vunga wake atefuna ile meno yake kwa njaa. Fayughmasu fil janna ghamsa, akaingizwa katika pepo na hivi pap, akatolewa. Akitolewa kaambiwa haraaita albu'sa qat, umewahi kuona matatizo maisha yako? Sema ya rabbi sijawahi kuona. Kwa hivyo janna ni mzuri na moto hatuwezi. Sasa tukimbilie wapi? Tukimbilie wapi? Tukimbilie janna. Na janna kupatikana ni rahisi, fuata maamrisho, epuka makatazo. Bas, ukifuata maamrisho Mwenyezi Mungu, ukaapuka aliyoyakataza Mwenyezi Mungu, hata insha Allah kwa rehema zake Allah utaingia janna. Hatuwezi, adhabu ya Mwenyezi Mungu hatuwezi. Angalia, ikiwa ghamsa, mtu kugusishwa tu hivi atakanusha neema zote alizokuwa nazo duniani, kugusishwa tu moto. Haya, yule atakayeingia siku moja itakuwa vipi? Haya, atakayoingia siku mbili itakuwa vipi? Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin, siku moja huko ni kama miaka 1000. Si mchezo. Usije kaambia atatiwa siku moja basi itakuwa sahali. Siku moja yake ni siku nayo ka alfi sanatin mimma ta'udun. Mwenyezi Mungu atupe taufiki, atakabali amali zetu, na atujalie ni watu wenye kuwa na himma ya kusoma ilmu shar'i na kuhudhuria majalis ya dhikr, na tusuhubiane na watu wema wazuri ambao wataweza kutukumbuka nasi, wakiingia peponi watukumbuke nasi. Nasema na yule shekhe akitoa darasa yuko wapi simuone, na yeye pasipate sababu ya kuingia peponi. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah wa thana'u lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم لا تعذبنا يوم تبعث عبادك فإن أجسامنا على النار لا تقوى. اللهم لا تعذبنا يوم تبعث عبادك فإن أجسامنا على النار لا تقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا وزدنا علما يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسنتم وجزاكم الله خير.